Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 6 ya Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Leo tunaendelea kusikiliza au kumsikiliza maneno ya Yesu Kristo katikati ya giza, wakati wa karamu ya mwisho. Yesu anaongea maneno mazito yenye ujumbe mzito mbele ya wanafunzi wake. Usiku huu mmoja kabla ya mateso yake, Yesu anaongea maneno ambayo ni muhimu sana katika maisha ya wanafunzi. Haya si maneno ya kawaida. Wengi tunafahamu mtu akikaribia kuondoka. Wengi tunafahamu tabasamu, maneno, mkono, kumbatio la mtu anayeaga au anayeondoka katika ulimwengu huu. Si vitu vya kawaida kabisa. Yesu anawaaga wanafunzi wake, anaongea maneno ya mwisho na wanafunzi wake. Hivyo haya ni maneno yanayotoka moyoni kabisa mwa Kristo mwenyewe, yeye akiwatayarisha wanafunzi wake kwa msalaba uliokuwa mbele yake, ukiwatayarisha kwa kuondoka kwake, ukiwatayarisha kwa mwisho baada ya yote kutimilika, ukiwatayarisha kuishi maisha baada ya yeye kuondoka kurudi kwa Baba. Ni maneno yaliyojaa upendo, yaliyojaa ahadi, faraja na changamoto za kukabiri baadaye. Leo anawaambia, ndugu zangu, msaidizi yupo, msaidizi yupo, hata waacha yatima, msaidizi yupo. Kikubwa tu wampende na washike amri. Hivyo wazo linalotuongoza leo katikati ya giza, ikiwa sehemu ya pili, ni msaidizi yupo, msaidizi yupo. Na masomo yetu, ndugu zangu katika Kristo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 8 aya ya 5 hadi ya 8 na ile aya ya 14 hadi ya 17. Hii ni sehemu ya maandiko inayoeleza utume wa Filipo huko Samaria. Nguvu ya Mungu inaonekana na ishara nyingi zinatendeka. Huu ni ushuhuda wa utimilifu wa maneno ya Kristo mwenyewe kuwa bado yupo pamoja na wanafunzi wake, kwamba yuko pamoja nao. Hivyo wanafunzi hawana haja ya kusikitika, kuwa na huzuni au kuwa na wasiwasi, kwa sababu yupo na ishara zinaonekana. Roho wa Mungu yuko pamoja nao, msaidizi yupo. Kikubwa, ishara na miujiza inatendeka katika ushirika na kanisa zima. Hiki ndio kikubwa kabisa cha kujifunza, ndugu zangu, katika Dominika hii. Kutumwa kwa Petro na Yohane, misingi hii ya imani inathibitisha umoja wa kanisa hili unaoendelea mpaka sasa. Ulianza tangu kipindi hicho. Hapo kuna jambo la kuelewa hivi: Mungu bado anatenda kazi. Ishara nyingi bado zinatendeka hata katika ulimwengu wetu wa sasa hivi. Kuna wengi sana wanaweza kuibuka na kudai wana karama za kunena na kutenda, wana Roho Mtakatifu, roho wa ufunuo, sawa na Filipo. Ni sawa, ila hayo yote lazima yathibitishwe, yakubalike na yaendane na mafundisho sahihi ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Haya yote lazima yawe na mkono au baraka ya waandamizi wa mitume, yaani maaskofu. Nje ya hapo ni ubatili mtupu. Ukiona mambo ya karama mbalimbali au ishara nyingi zinatendeka, lakini ziko kinyume na mafundisho sahihi ya kanisa au hazina baraka kutoka kwa waandamizi wa mitume, huo ni ubatili mtupu. Hawezi mtu akajikinai ana Roho Mtakatifu akawa na kiburi. Hawezi mtu akajikinai ana Roho Mtakatifu asiwe na roho ya unyenyekevu na kusikiliza mamlaka. Lazima kuiga mfano wa Filipo. Somo hili linatueleza habari hiyo. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 3 aya ya 15 hadi ya 18. Ni somo ambalo linaonyesha ufuasi wa Kristo si rahisi, si jambo jepesi. Lazima kuwa na moyo wa unyenyekevu, ustahimilivu na kupokea machukizo kwa ajili ya Kristo. Tunayemfuata alipitia magumu, tunayemfuata alisingiziwa, tunayemfuata aliteswa, tunayemfuata aliuawa, tena aliuawa kabisa, kifo cha aibu pale msalabani. Hivyo safari yetu ya ufuasi haiwezi kuwa nyepesi.
Kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo hakuwezi kuwa kwepesi. Msaidizi yupo, huyu Roho Mtakatifu, Roho wa kweli. Tukisimama katika kweli, tukinena kweli kabisa ambayo tunatakiwa kuinena kupitia huyu Roho, hatuwezi kupendwa. Tutachukiwa, tutaumizwa, tutadharauliwa, tutasingiziwa maneno mengi. Lakini kama tukiwa na Roho wa kweli, basi hatuna haja ya kusikiliza au kuvunjika moyo, bali tuendelee kumkiri na kumwelezea Yesu Kristo, yeye aliye kweli mwenyewe. Tumwombe Roho Mtakatifu atuongoze, tushike amri. Tumwombe Roho Mtakatifu atuongoze, tumfuate Kristo kwa uaminifu mkubwa, tusimame katika kweli, hata ikitubidi kufa, hata ikitubidi kuchukiwa, hata ikitubidi kutengwa kabisa na jamii, lakini tumshuhudie Roho wa kweli, tumshuhudie Kristo aliye kweli mwenyewe. Injili kama nilivyosema inatoka Injili ya Yohane ile sura ya 14 aya ya 15 hadi ya 21. Ni sehemu ya maneno mbele ya wanafunzi wake, mwendelezo wa Injili iliyopita. Katika giza la ukimya mkuu, Kristo anaongea na wafuasi wake. Wakiwa wanamtazama na kumsikiliza kwa makini kabla mateso yake, Kristo anasema wazi kabisa, ufuasi ni muunganiko wa pekee, muunganiko na Kristo, muunganiko unaofungwa kwa kifungo cha upendo. Kuna mengi sana hapa ndugu zangu, ukisikiliza maneno ya Kristo katika karamu ya mwisho, tunaweza tukajifunza, tunaweza tukachukua yakatuongoza na sisi ndugu zangu katika safari yetu hii. Lakini kikubwa leo naomba tafakari mawazo madogo mawili. Katikati ya giza, Kristo anasema msaidizi yupo na Roho Mtakatifu atuongoze, huyu ambaye tunaahidiwa. Lakini ndani mwetu tafakari mawazo madogo mawili. La kwanza, mkipendana mtazishika amri zangu. Ni maneno ya Yesu haya, mkipendana mtazishika amri zangu. Yesu anawaangalia wafuasi wake kama ambavyo tuangalia sisi, kwa upendo mkubwa. Anaona macho yao yanayolengwa na machozi, anaona mioyo yao yenye masikitiko, anawaangalia tena, anaona nafsi zao zilizojaa upweke na utupu. Kristo anaona mazungumzo ya ndani ya sauti inayosema, Bwana usituache, Kristo usituache peke yetu, Kristo usiondoke. Ni roho ya masikitiko iliyo ndani. Kristo kwa kuangalia anajibu kilio hicho, anajibu sauti hizo kwa neno moja tu, mkipendana au mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama kweli mnanipenda, shikeni amri. Kama kweli mnanipenda, shikeni amri. Ile Injili ya Yohane sura 14 aya ya 15. Wengi wetu ndugu zangu tunaishi katika ulimwengu ambao tunajiita wa Kristo. Leo Kristo anatuangalia, anatutazama. Tunajinai kwamba tunampenda Yesu Kristo, tunamkumbatia, tunaimba na kusifu, tunalia na kuabudu. Ila kiukweli Kristo anapotuangalia anagundua na anaona ni upendo wa nje tu. Kwa ndani hatushiki amri. Kwa ndani hatushiki amri. Tunapenda kwa nje, ila tukidaiwa maisha ya sadaka tunakimbia. Tunapenda tukidaiwa kushika maagano yetu tunayakana. Tunapenda tukidaiwa utii tunasema hapana. Tunapenda tu kwa sababu tunaogopa itakuwaje kama tukutana na Kristo baadaye katika maisha yajayo. Tunasahau Kristo hakusema mkiogopa mtashika amri zangu. Kristo hakusema hivyo, hakutaka tumuogope, alitaka tumpende ili tushike amri. Ukitaka kuona uongo ambao tunauishi ndugu zangu, leo Kristo anapotuangalia, tuangalie maisha yetu jinsi tunavyoishi sisi kwa sisi tu. Hatupendani wenyewe kwa wenyewe, tunaumizana wenyewe kwa wenyewe, hatusaidiani wenyewe kwa wenyewe, tunasimangana wenyewe kwa wenyewe, vinyongo, usuda, kuchongeana, kusingiziana uongo, wivu, kurogana, kuombeana mabaya na kufurahia mwingine akianguka kumezidi, halafu bado tunajinai sisi ni wa Kristo. Ni kweli tunampenda Kristo? Mbona tunachukia hawa walio wake? Hatushiki amri. Na amri kubwa ambayo aliweka katika karamu hii ilikuwa ni amri ya mapendo. Nadhani nakumbuka kila mmoja. Upendo hauhitaji maneno mengi. Upendo unahitaji vitendo ambavyo vinaonekana, na haina haja ya kusema mimi nawapenda, bali watu watagundua kwa matendo. Kwa matendo yetu watu watagundua kwamba sisi ni wa Kristo. Kwa matendo yetu watu watagundua kwamba tunampenda Kristo. Nitawapa mfano. Kumbuka mifano ya watakatifu mbalimbali. Mtakatifu Francisco wa Asisi alitoa kila kitu kwa ajili ya maskini.
Mtakatifu Maximilian Kolbe alitoa maisha yake kwa ajili ya mfungwa. Mtakatifu Gianna Beretta Molla alitoa maisha yake kwa mtoto ili azaliwe akiwa salama. Mtakatifu Oscar Romeo alitoa maisha yake kwa ajili waliokuwa wanaonewa na kuteswa, alisimama katika kweli. Alikuwa na roho huyu, watu walishuhudia kwa roho huyu, kwa kusimama kweli, wakasema huyu ni Mkristo, huyu anampenda Kristo, kwa kusimama na wale waliotengwa, kusimama na wale wanaonyanyaswa, kusimamia ukweli na kukataa uongo wa ulimwengu. Watu wakasema huyu ni Mkristo. Mkipendana watu watajua nini wanafunzi wangu. Mkinipenda mtashika amri zangu. Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Teresia mtoto Yesu anasema wito wetu ni kupenda. Ni wito huo, ni kupenda. Mwisho wa maisha yetu hatutaulizwa mambo mengi, tutaulizwa jinsi tulivyoishi upendo, tulivyoishi hii amri. Nalikuwa mgonjwa ukaja kunitazama, nalikuwa na njaa ukanipa chakula, nalikuwa na kiu ukanipa maji, nalikuwa uchi ukanivika, nalikuwa kifungoni ukaja kunitazama. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Injili ya Mathayo ile sura ya 25. Jiulize, je, unampenda kweli Kristo? Jiulize, matendo na maneno yako nyumbani, ofisini, katika jamii yanashuhudia kwamba wewe ni Mkristo? Unashika kweli amri? Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kama huwezi kumuona Kristo mlangoni, huwezi kumuona katika maumbo ya mkate na divai. Ni kuombe leo, samee, ishi vizuri na watu, ongea vizuri na watu, penda familia yako, jitoe kwa mambo ya Mungu, sali na utaona baraka za Mungu maishani. Mshuhudie Kristo kwa matendo yako, mpende Kristo, shika amri, na amri kuu ambayo ametuachia ni amri ya mapendo. Katika karamu hii, shika amri hiyo. Wazo dogo la pili, ndugu zangu katika Kristo, maneno ya faraja haya ya Kristo. Anasema sitawaacha ninyi yatima, sitawaacha ninyi yatima. Ndugu zangu, nikwambie ukweli, Kristo hajatuacha. Yuko na sisi katika maandiko matakatifu, yuko na sisi katika Ekaristi Takatifu, yuko na sisi katika mafunuo mbalimbali ambayo anatuonyesha. Kikubwa, ametuachia Roho wake Mtakatifu, hajatuacha yatima. Niombe, haya ni maneno matamu ya Yesu Kristo kuwahi kuyasikia, sitawaacha ninyi yatima. Yesu alijua wafuasi wake ndani mwao wanahisi kuondoka kwake, wanahisi yatima. Mitume wametembea naye, wamekula naye, wamejifunza mengi kutoka kwake, wanatembea na yeye kila wakati na wamtegemea yeye kila wakati. Alikuwa mwalimu wao, alikuwa rafiki yao, alikuwa mlinzi wao na kiunganishi chao na Baba. Sasa alikuwa anawaambia, kitambo kidogo unawaacha, kitambo kidogo unaondoka. Ni ukweli usiopingika kabisa. Uoga lazima uliwajaa hao wafuasi, kuchanganyikiwa kulitikisa mawazo yao, kupoteza kulichangamana na yale waliokuwa nayo moyoni. Moyo wao ilijeruhiwa, mioyo yao iliraruliwa kabisa, walijihisi yatima. Lakini Yesu anawaangalia na kuambia, sitawaacha, sitawaacha, sitawaacha. Hamtaachwa, hamtasimama peke yenu, hamtaachwa bila kiongozi mfariji, hamtaachwa bila mtu wa kuatia nguvu. Mimi nitakuja kwenu na kutimiza yote kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kristo anaongea maneno haya ya faraja mbele ya wafuasi wake. Naomba nikwambie, Roho Mtakatifu si kitu cha ziada katika maisha yako. Yupo pamoja nawe, sio nguvu iliyo mbali, sio dhana ya kiroho tu. Ni Mungu yupo ndani mwako, yupo na anazidi kukuongoza. Roho wa kweli anaongea, Roho wa kweli usimzime, bado yupo, anazidi kukuongoza. Hujaachwa, hujaachwa. Usijione uko peke yako. Mara nyingi anakufariji pale moyo wako unapovunjika, anakutia nguvu pale unapohisi ukata tamaa. Ni Roho huyu anayekuongoza pale unapopotea njia na kutojua ufanye nini. Ni Roho huyu anakusahisha kwa upendo na upole na kurudisha katika njia pale unapokosea au kupotea. Msikilize Roho wa kweli. Anakusukuma mbele pale uoga unapokuvuta nyuma. Anaomba kwa ajili yako pale unapokosa maneno ya kusema na kuomba mbele ya Mungu. Anakumbusha kila kitu alichokufundisha Kristo moyo wako unaposahau wewe ni nani na umeumbwa kwa ajili ya nani. Usimpoteze Roho huyu ndani mwako. Yesu hakusema Roho atakuwa nanyi, bali atakuwa ndani yenu, ndani kabisa, karibu nawe kabisa, kukunong'oneza ukweli usiotaka kuusikia, karibu nawe kutuliza mawimbi yako ya maisha,
karibu nawe kukuinua uoga unapojaribu kukuzamisha, karibu nawe kuinua nafsi yako maisha yanapokuzibia. Nikwambie, hauko peke yako. Hata kama unahisi hivyo, usiogope. Haujaachwa peke yako, hata kama watu wote wakikuacha. Wewe sio yatima, hata kama wakati fulani unahisi upweke na ukiwa ndani mwako. Roho Mtakatifu yuko nawe katika nyakati zote na sehemu zote ambazo labda wengine wanaogopa kuwa nawe. Ni Roho huyu anayekufariji pale ambapo maneno hayatoshi kukufariji kwa unayoyapitia. Anajaza upweke wako kwa uwepo wake. Ni Roho huyu anayeongoza akili yako kusimama na kupulizia tena uhai katika moyo wako uliovunjika na kupondeka. Roho huyu yupo. Yesu aliposema atatuachia Roho Mtakatifu, Yesu alipoahidi Roho Mtakatifu, aliahidi uwepo wake wa daima, aliahidi nguvu yake katika vita vyote tutakavyopitia, aliahidi uongozi wake katika misongo na kuchanganyikiwa, aliahidi upendo unaodumu hata kama watu wote wakiondoka. Hivyo ni kuombe leo, ukihisi upweke, mwite Roho. Ukihisi kupotea, mwombe akuongoze. Ukihisi udhaifu, mwombe akutie nguvu. Ukihisi kuchanganyikiwa, mwombe hekima. Mapaji yake 7 yawe juu yako. Usiwe mwoga, simama katika kweli. Huyu Roho yuko pamoja nawe. Usijione hata siku moja kwamba umesahaulika, au tembei au unatembea bila Mungu. Usijione hata siku moja wewe ni yatima. Hapana, kamwe usihisi upweke, kuachwa wala kukata tamaa. Yuko nawe katika Ekaristi, yuko nawe katika maandiko, yuko nawe katika maisha. Anaongea nawe kwa ndani kabisa. Msikilize Roho huyu, msikilize ndani ya nafsi yako, naye akuongoze. Yeye ni Mungu, yuko nawe mpaka utimilifu wa dahari. Mtegemee na utaona baraka za Mungu maishani mwako sasa na hata milele. Amina. Msaidizi yupo katikati ya giza. Kristu anaongea maneno matamu. Kristu anaongea maneno mazuri ya kutia moyo mimi na wewe. Anataka tumtegemee Roho wake. Siku zote tusimame katika amri za Mungu, na amri iliyo kuu ni kupenda. Siku zote tusihisi tu wapweke tu, hata kama tutakataliwa, hata kama tutadhaniwa ndivyo sivyo. Tusimame na Roho, tumshuhudie Roho kwa matendo. Watu waseme hawa ni Wakristo, watu waseme huyu ni Mkristo. Na siku zote Mungu akubariki sasa na hata milele. Amina. Nikutakie Dominika njema, nikutakie Pasaka njema.